Katika kumfundisha mtoto tunalenga sana makuzi ya mtoto katika maeneo yote. Hivyo darasa la mtoto linajengwa katika kona mbalimbali. Kwa hiyo kama inavyoonekana katika banda hili, hapa tuna eneo ambalo lina meza ya watoto ambao wanaweza wakakaa wakafanya vitu vyao. Kwa hiyo hapa tuna kona ya hisabati, nafikiri mnaweza mkaiona kona ya hisabati. Hapa tunajenga dhana ya namba. Mtoto anaweza kuelewa zile dhana za kwanza za namba, anaanza kuyajua maumbo mbalimbali ya namba. Baada ya kona hii ya hisabati, tunayo kona ya lugha. Hapa tunazijenga stadi za awali za lugha, tunaita literacy. Kwa hiyo mtoto anaanza kuelewa viko vitu mbalimbali, irabu, namba za siku, yako maneno ambayo tunaita magic words. Kwa hiyo katika kona hii tunatarajia kumfundisha mtoto apate stadi za lugha. Lakini kuna kona ya sanaa, muziki na utamaduni. Kona ya sanaa, muziki na utamaduni inalenga kumjengea mtoto misingi ya utamaduni wake. Sanaa sasa hivi tunajua ni ajira. Kwa hiyo kama hivi tuna kinanda, kuna gitaa ya mtoto, tunayo marimba. Marimba hivi ni vitu vya utamaduni. Tunazo filimbi, tumepata kuzitumia hivi filimbi tangu zamani. Tunazo shakers, tunazo ngoma, Kwa hiyo watoto wanaweza kujifunza habari za sanaa, lakini pia tunazo nyumba za aina mbalimbali. Watoto lazima waheshimu tamaduni zao, waone fahari ya tamaduni zao. Akisema mimi ni Masai, asione aibu kujitambulisha kama Masai. Akisema mimi ni kabila fulani, asione aibu, kwa sababu lazima aanze kupata ule fahari tangu akiwa mdogo. Lakini huku tunaona vitu vingine hujengwa kisanaa kwa ajili ya kuvutia mtoto. Tunazo nembo ya uhuru. Tunajenga uzalendo wa watoto, mwenge wa uhuru. Wanaanza kufahamu tangu wadogo. Bendera ya taifa, tunajenga uzalendo kwa watoto. Kwa hiyo tunapozungumzia ECCD ambayo ni Early Childhood Development, tunazungumzia malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Kwa hiyo ukitaka kuwekeza kwa mtoto, anza kwa kupata wataalamu ambao wanajua vizuri, wanamfahamu mtoto kwamba mtoto anapaswa kuwa katika nyanja zote: kimwili, kihisia, kiakili, lugha na kijamii. Akiwa mkubwa anaweza akafanya mambo makubwa, kwa sababu ukijenga nyumba msingi imara unakutarajia kupata nyumba iliyo imara. Karibu Chuo cha Ustawi wa Jamii kampasi ya Kisangara. Naitwa Diana Charles Kisigo, ni mwanafunzi kutoka Chuo cha Ustawi wa Jamii kampasi ya Kisangara mkoani Kilimanjaro. Tunasoma ndani ya miaka mitatu. Ngazi ya certificate mwaka mmoja na ngazi ya diploma miaka miwili. Lakini pia kwa mwaka huu tutaanza kusoma pia degree ambayo nayo utolewa kwa miaka mitatu. Nisikia vizuri, kwanza hivi najiona ni mlezi ambaye ninaweza nikasimama kabisa vizuri na kuweza kuisaidia jamii katika swala zima la malezi, haki za watoto, kumlinda mtoto, lakini kumsaidia mtoto kuweza kukua vizuri kwa kumjengea misingi iliyo bora. Wito wangu kwa jamii pamoja na kwa vijana kama mimi, ninawaomba tuweze kuhakikisha swala la malezi linasimama imara kwa kuweza kujenga misingi mizuri ya mtoto kuanzia huku chini mpaka anapozidi kukua, ili kuweza kujenga kizazi ambacho ni bora cha kesho. Kaja TV ni channel bora kabisa, ipo kwa ajili ya kukuletea matukio mbalimbali kama vile habari, matukio ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, michezo, mikutano ya Injili, harusi na ibada mubashara. Usiache kusubscribe, kucomment na kulike ili uendelee kupata taarifa mbalimbali kutoka hapa Kaja TV.